Habari gani Tanzania, habari gani dunia nzima. Ni mara kadhaa tumekuwa tukiweka mchakato wa kuibua vipaji kutoka katika jamii zetu ambazo tunaishi. Hichi hapa ni kipaji kingine ambacho kina ushangaza umma na jamii ambayo imemzunguka kijana huyu ambaye anaitwa Selemani Saidi. Kijana huyu amekuwa na kipaji kikubwa, na hicho kilitokana kulingana na ugumu wa maisha yaliyopo katika familia yake. Ndipo hapo akaamua kufanya process moja ambayo inaitwa reuse, kubadilisha material. Twende tukaungane naye tujue zaidi na undani wa kipaji chake. Asante. Bana, mambo vipi? Mambo poa. Unaitwa nani? Naitwa Selemani Saidi Selemani. Unasoma darasa la ngapi? Nasoma darasa la 6. Mbona umri wako ni mdogo kusoma darasa la 6? Ilikuwaje? Una umri wa miaka mingapi? Umri wa miaka 11. Oh, una umri wa miaka 11. Kiufupi tu Watanzania wanataka kujua nini hasa kilikusukuma kuanza kufanya kazi yako hii ya kutengeneza mikoba hii, na ambapo kwa mujibu wa maelezo yako umeshazalisha mikoba mingi kweli kweli ambayo hadi baadhi ya watu wanaichukua kwako. Tunataka kujua design ipi unatumia kufanikisha kusuka mikoba ya design hii, hali ya kuwa ni umri wako ni mdogo kweli kweli, na ni kipi hasa kilikusukuma na unatumia nini kufanya hivyo? Nilitumia kutafuta makopo kama haya hapa. Makopo ya design gani? Ndio haya hapo. Design ya soda. Makopo ya soda. Ndio unafanyaje sasa hapa? Make sielewi chochote. Kwamba hili kopo unawezaje kulitengeneza na kulibadilishia matumizi na kuwa sasa mkoba huu. Tunatumia kulipasua ili hapa tunatoa hapa. Ndio. Unakatoa hapa. Ukishakatoa hapa unafanyaje? Tunaanza kusuka ili anakuwa mimi tunasuka inakuwa leo mkoba kabisa. Tunataka kujua unatumia vipi kutengeneza hadi mkoba unakuwa hivi na unazalisha kwa kutumia hivyo vidude, hilo kopo. Unafanyaje? Nalipasua ili nachukua hapa kandude naanza kufuma ili unakuwa mkoba hivi. Au unakachukua haka kandude haka. Hadi unafuma na mkoba unatokea hivi. Si ndio? Ndio. Sawa. Sasa tunataka kujua nini dhamira yako ukishamaliza kusuka, huwa unazipeleka wapi hizo mikoba? Naziuzaga na nunua madaftari, siku zingine nampaga mama. Ndio? Kwa niaba ya chakula. Au unampatia mama yako pesa kidogo ya chakula? Ndio. Kitu kilichokusukuma kufanya hivyo ni kulingana na ugumu wa maisha, si ndio? Au kuna kingine cha ziada ambacho kinakusukuma kufanya hivi? Ndio, kununua madaftari. Kununua madaftari. Basi mimi niseme hongera sana, na pia tuko pamoja. Mwenyezi Mungu azidi kubariki kipaji chako. Sawa? Basi hapana shida. Bana wewe, nikiripoti kutokea maeneo ya Humule. Huyu ni kijana ambaye anasoma shule ya msingi Humule, darasa la 6. Anatumia sanaa yake licha ya umri wake mdogo kufanya hivi, kutengeneza mikoba ya design hii. Na mara tu baada ya kumaliza kutengeneza mkoba wa design hii, anakwenda kuzifanyia biashara, anauza ili apate kidogo angalau cha kujikimu, anunue madaftari na pesa kidogo ya kusaidia familia, kwa sababu kulingana na ugumu wa maisha ndivyo hivyo ikamwamuru kutunga njia mbadala ya kuokoa maisha yake na kuepukana na umaskini. Asante sana, tuko pamoja. Tutaendelea kumfuatilia kijana huyu kutokea maeneo ya pande hizi. Asanteni sana na bye bye.